Mheshimiwa Waziri, niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi hizi za baraka tunazoendelea kuzipata, lakini kipekee kabisa ni mshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa amani na utulivu, lakini sana kwa maelekezo mbalimbali ambayo amekuwa akiyatoa, yakiwemo hili ambalo wewe binafsi umekuja kulifanya leo la kutatua kero za wananchi, la kumaliza changamoto zilizopo kwenye jamii, ili wananchi waendelee kukaa kwa amani na utulivu wakiwa sasa wamemaliza jambo. Mheshimiwa Waziri, mimi nikupongeze tena wewe sana kwa kipekee kuja kuamua kulikamilisha jambo hili. Umesikia historia kwa jambo hili la Maumanyika limekuwa sasa lina muda mrefu, ambapo kumekuwa na mambo mengi, kamati zimeundwa, wataalamu wamekuja, na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshakuja hapa zaidi ya mara moja, wakurugenzi wa jiji wameshakuja hapa zaidi ya mara moja, nafikiri wote watatu wamebadilishana miaka hii, kila mmoja amekuja, lakini Mheshimiwa Waziri wa Ardhi aliyepita naye ameshakuja hapa kiongozana na mwenyekiti wa chama wa mkoa na wengine. Kwa hiyo kwa kweli sisi tunafurahi kuwa leo sasa huenda tukapata maelekezo ya nini ambapo tumefikia kwa ajili ya Maumanyika. Wala hawana wananchi hawa matamanio ya kutusikia sisi tukisema mambo mengi, kwa sababu wana shauku ya kujua hatima ni nini. Kwa hiyo nikushukuru na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri, na sisi yale utakayoyasema leo tuko tayari kupokea maelekezo na kushirikiana na wizara na wananchi kuhakikisha tunafanyia kazi. Maumanyika oye! Viongozi wa jiji, mkuu wa mkoa, najua ni swala ambalo limechukua muda mrefu. Kwa hiyo limefanywa kazi kwa kina, na ni nia ya wizara yetu ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yalikuwa hayajahitimishwa sehemu mbalimbali, kwa sababu mgogoro sio hapa sema Maumanyika tu. Kwa mfano kwa mkoa wa Dodoma kuna sehemu 2, 3, 4, lakini kuna wilaya mbalimbali za nchi yetu, mikoa mbalimbali, hata mipaka ya vijiji nayo tunashughulika nayo. Kwa hiyo ni mambo mengi. Kwa hiyo tumeelekezwa kwamba mambo tuyafanyie kazi na tuyahitimishe. Na kwa pamoja sasa tunatakiwa kukubaliana kuwa haya mambo ni lazima yahitimishwe. Hatuweze kukaa na jambo limekaa miaka inaenda, watoto wanazaliwa, wanaanza shule, wanafanya kazi mpaka wanastaafu, bado migogoro ipo. Lazima ifanye nini? Lazima iishe. Na sisi tumejipanga kuhakikisha kama migogoro yote. Mingine sio migogoro ni kwa sababu tu watu wengine labda wafahamu hili na lile, tuwaelimishe, waelewe na tukamilishe kila kitu.